Iran inasema haiamini katika maneno, lakini inataka kuona vitendo vya Marekani katika baadhi ya makubaliano ambayo sasa wameshakubaliana. Spika wa bunge la Iran ambaye pia ni mjumbe mkuu katika mazungumzo katika mgogoro wa Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Bagher Kalibaf, amesema katika mtandao wake wa X kwamba Iran haitaamini katika maneno, lakini inataka kuona vitendo juu ya ahadi zilizotolewa na Marekani. Marekani katika siku za hivi karibuni katika mazungumzo yaliyofanywa, moja kati ya mambo imekubali na hata rais wake kukubali ni kwamba itaondoa kizuizi chake katika mlango wa bahari wa Hormuz. Itaondoa wanajeshi wake waliopo katika eneo hilo la Hormuz. Mohammad Bagher Kalibaf, spika wa bunge la Iran, amesema Iran inaamini katika vitendo na kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu haitofanya lolote hadi pale upande wa pili, kwa maana Marekani utakapoanza kuchukua hatua. Marekani na Iran zinaripotiwa kufikia makubaliano mnamo Alhamisi ya kuongeza muda usitishaji wa mapigano kwa siku 60 na kuanza pia majadiliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano hayo pia yanajumuisha kuondoa masharti yaliyowekwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, jambo ambalo rais wa Marekani kupitia ukurasa wake wa Truth Social aliandika kwamba anaviondoa vikosi vyake vya CENTCOM katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz ambavyo vilizuia bandari za Iran kufanya kazi, kwa maana ilikuwa hairuhusiwi meli za Iran kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba zilikuwa zikishambuliwa na jeshi la CENTCOM. Chini ya makubaliano hayo, Marekani pia italazimika kuacha kuzingira bandari za Iran kama ilivyoelezwa na kukubali kulegeza vikwazo vya kiuchumi ilivyoviweka. Hata hivyo, katika yote hayo, miongoni mwa mambo ambayo mpaka sasa yanaonekana kuelezwa na kukubaliwa na Trump ni juu ya kulazimika kuacha kuzingira bandari za Iran. Lakini juu ya suala la kulegeza vikwazo vya kiuchumi bado halipo wazi, lakini pia moja kati ya jambo ambalo nalo haliko wazi ni juu ya suala la nyuklia. Hata hivyo, haijulikani ikiwa Trump atakubaliana na baadhi ya matakwa. Awali, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema bado hana uhakika wa makubaliano hayo kupitishwa na Trump kufuatia mvutano uliopo katika masuala fulani muhimu. Nadhani ni vigumu kusema ni lini au iwapo rais Trump atasaini hati hii ya makubaliano. Bado tunaendelea kujadiliana juu ya masuala fulani, lakini nafikiri tumepiga hatua kubwa mbele. Ni wazi kwamba wa Iran wanataka kufikia makubaliano na wanataka kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Tunataka waufungue mlango huu, anasema makamu wa rais wa Marekani bwana JD Vance. Iwapo makubaliano haya yataidhinishwa na viongozi wa pande hizo mbili hasimu, itakuwa ni hatua muhimu kuelekea upatikanaji wa amani kati ya Washington na Teheran. Marekani na Iran zimekubali kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na sasa ni ndani ya siku 60, lakini pia kuondoa vizuizi katika mlango wa Hormuz, japo Donald Trump bado hajasaini na Tehran ikisema makubaliano hayo hayajakamilika. Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia lango la Hormuz. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu suala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongezwa kwa siku 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafirishaji katika lango la Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Tehran, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28. Habari za uwezekano wa makubaliano hayo zimetolewa baada ya mfululizo wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, vyanzo vimesema rais Trump bado hajatia saini kuthibitisha makubaliano hayo, lakini jambo pekee ambalo aliandika hata kupitia ukurasa wake wa Truth Social ni kwamba ataondoa majeshi yake katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Marekani itaondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran pia. Lakini pia matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano hayo yamesababisha bei ya mafuta duniani kushuka kutokana na uwezekano wa kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz, njia muhimu ya kusafirisha takribani 20% ya mafuta na gesi asilia duniani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.